kuchukua nafasi nyingine tena ya kujifunza neno lako. Wakati huu tunaomba na kupokea kwamba tunapojifunza neno lako macho yetu yanatia nuru, maandiko yanafafanuliwa kwa wepesi, yale ambayo ni mapenzi makamilifu ya Mungu yanakuwa wazi kwetu. Tunaona tu kile ambacho Kristo amefanya na anapotuona na sisi tunapaswa kujiona ndani yake. Tunaona ukamilifu wote katika ufahamu wetu, mwenendo wetu, huduma zetu na kila kitu ambacho Mungu anataka tufanye katika jina la Yesu. Amen. Amen. Karibuni kwenye introduction to God's plan for salvation, ambao ni leo ni siku yetu ya 25 bila shaka, alafu session ya 24 kwa maana ya somo lenyewe. Tulijifunza wiki iliyopita kwamba a believer is regenerated, bila shaka regenerated. Mwamini amefanywa upya. Kwa tupata muda wa kucheck kidogo juu ya kufanywa upya. Leo nataka tuzame kidogo juu ya a believer has inheritance. Mwamini anao urithi katika Kristo. Kwa naenda kucheck kidogo urithi tulionao katika Kristo na nini maana ya kuwa na urithi katika Mungu. Siku zote tunasema shida mara nyingi ya kwetu, nafikiri watu wengi tu, tunaposoma vitu kwenye Biblia mara nyingi tunavipa tafsiri tunaohisi au tunaona wakati huu kwenye maneno ya kwenye Biblia. Huwa napenda kutoa neno toba sababu ni rahisi zaidi na imezoeleka. Kati ya vita kubwa nilionayo sasa hivi ni kuambiwa ya kwamba nawaambia watu wasitubu. Kwa hiyo nimeambiwa nawaambia watu wasitubu, naambia watu wasitoe zaka, naambia watu hakuna mbingu, vichekesho. Lakini kwa sababu hatupati muda wa kufafanuliwa baadhi ya vitu, tunapofafanuliwa kile ambacho hatujazoea kile ambacho hatujazoea kusikia kwa namna ilivyoelezewa kwenye Biblia inatia ukakasi kidogo. Kwa hiyo ukweli ni kwamba uongo hata uhubiriwe miaka 2000, miaka 5000 bado inabaki kwa nini? Kwa uongo. Lakini pia watu wanaweza accept kitu ambacho sio cha ukweli miaka na miaka wanatembea nayo na bado ikawa si kweli. Haigeuki kwa kweli. Kwa sababu kila mtu anafanya, haigeuki kwa kweli. Kuna mtu mmoja aliwahi kunipa mfano wa mama mmoja alikuwa na alikuwa na familia yake. Sasa kwa sababu ya changamoto ya familia yake, in fact tuanze na binti yake. Binti yake aliolewa, akawa kila wakati wa kupika anakata mkia wa samaki. Anakata nini? Mkia wa samaki. Kwa hiyo anapika samaki ambayo hajakamilika. Kwa hiyo kila ukienda nyumbani kwake unaweza kufikiri kama dini mpya ya watu wasiopenda kula mikia ya samaki. Kila ukienda mume wake siku moja akauliza, kwa nini unakata mkia wa samaki? Sasa ndio namna ya kupika samaki. Hii umejifunza wapi? Mama yangu kila akipika samaki lazima akate. Ibidi sasa auliza, kwa nini mama hapa anafanya hivi? Hajawahi kuuliza. Kwa hivyo aende nyumbani kwao aulize, mama, kwa nini ulipokuwa ukipika samaki ulikuwa unakata mkia? Kumbe samaki walikuwa wanaletwa walikuwa ni wakubwa, afu mama alikuwa na sufuria ndogo. Kwa hiyo ili toshee kwenye sufuria anafanya nini? Anakata mkia. Kwa binti alipoolewa naye akafanya nini? Akata mkia. Hata mume wake amletee sufuria liko hivi, lazima binti afanye nini? Akata mkia. Kwa Wakristo wanaweza wakawa na practice imefanyika miaka, hawajui kwa nini inafanyika hivyo wala hawafanyi kwa usahihi. Kwa bado kuna Wakristo wengi wanakata mikia, sema ambao hakutokea kwa nini kukata mikia. Kwa nauliza, toba ni nini? Toba ni kulia. Kwa nini? Kwa sababu ndicho tulichosikia. Lakini swali la msingi linalofanya Bible interpretation ni kuuliza, waliosikia walisikia kitu gani? Mwandishi hapa alikusudia kitu gani? Kwa nini sisi sio hadhira ya moja kwa moja? Sisi sio immediate audience. Hatukuwepo wakati Mathayo inaandikwa, wakati Marko ikiandikwa.
Na ndio maana ngoja niongeze uzito zaidi. Na ndio maana hata unaposoma kitabu kama Mwanzo, utakiwa kuanza kama Masai wa Arusha, Mchaga wa Kilimanjaro au mnani wa Dar es Salaam. Utakiwa kuanza hivyo. Unatakiwa uanze kwenye context ya nani? Watu ambao walikuwa jangwani, ambao Musa alikuwa anaongea nao, ambao wametoka wapi? Misri. Si ndio Kwa namna ya communication itakuwa ni mazingira yao ni nini? Misri na jangwani. Kwa lugha zitakazotumika zitafavor watu waliotoka wapi? Misri, ambao wako wapi? Jangwani. Kwa ukibandika tu neno unapofikiri pale, unakuwa huwatendei haki. Labda niseme nyingine. Kwa mfano neno madhabahu. Sitaki vita. Siku moja niliandika juu ya madhabahu kibiblia. Watu mishipa ilisimama. Mtu ana mind kabisa. Mbona umalizie sasa? Mimi nilisema hapa itaendelea. Madhabahu ni nini? Pale mbele kanisani. Kumbe waliokuwa naambiwa nijengeni madhabahu walijua wanatakiwa ujenge mahali ambapo wanyama watafanya nini? Watachinjwa. Umeona? Wanyama watachinjwa. Kwa sababu tumeshapaita kule madhabahu, kinatuuma ukiona mtu anasema pale hapaitwi madhabahu. Na tangu Ukristo uingie Tanzania, tunaita nini pale mbele? Madhabahu. Lakini madhabahu inapatikana sehemu moja tu kwenye mahekalu. Which is Tanzania hatuna hekalu hata moja tunalofahamu. Maybe kwa kwamba wenyewe wanachinja wanyama. Si ndio? Kwa karakteristika ya madhabahu lazima kuwepo mahali pa kuchinjia wanyama. Pale mbele tunawachinja wanakwaya? Pale mbele tunachinja nani? In fact kuna wengine wanaita altareni, ambayo ni altar. Neno altar yenyewe inaeleza mahali pa kuchinja. Kigeboni inaitwa mizbach. A place for slaughter animals. Sehemu pa kuchinjia wanyama. Sawa? Ndio maana sehemu ya kwanza iliyotumika kwenye kitabu cha Mwanzo, Nuhu ndo alitumia sema aliambiwa nijengee madhabahu. Alafu akajenga, akaweka nini? Wanyama. Ndio maana hata walipokuwa wanaenda kuabudu Ibrahim na mtoto wake walikuwa wanaenda kwenye madhabahu. Mtoto aliulizaje? Yuko wapi mwana kondoo? Sababu kwenye ibada yao ina include nini? Sacrifice, ambayo inawekwa juu ya nini? Madhabahu. Nao inaweza ikawa na maana nyingine kwenye Agano Jipya, lakini bado haiwezi kuwa mbele. Narudia tena. Inaweza ikawa maana nyingine kwenye Agano Jipya, lakini bado haiwezi kuwa mbele. Pale mbele haifai kuitwa madhabahu. And I can take the stones for that, even the bullet. Kwa nini? Kwa sababu lazima uende kwenye namna ya kuheshimu maandiko. Sema kila ambacho mwandishi alimaanisha. Mwandishi hakuwa Dar es Salaam. Kwa hiyo, in fact, kwenye masinagogi ya Wayahudi hawaweki madhabahu. Kwa sababu hawachinji kwenye masinagogi. Sehemu wanapochinjia ni wapi? Hekalu kwa wapi? Yerusalemu. Kwa lazima ufikirie kwenye mazingira yao. Nikamwambia kwa mfano matumizi ya neno mwanaume asivae mavazi yampasayo mwanamke. Wayahudi walikuwa hawazi suruali. Si kama elewa? Wayahudi walikuwa hawaambiwi suruali kabisa. Walikuwa hawajui kama watu wanavaa sijui denim jeans au sijui zile zingine zinaitwaje nini, Calvin Klein, jeans ya Calvin Klein. Mungu ni rehemu. Kuna jeans ya Calvin Klein. CK. Sijui hivyo okay. Mimi najua tu denim jeans. Nyingine nyingi. Levi. Sawa, Levi Strauss ndio hiyo. Kwa hiyo vitu kama hivyo huwa vinawachanganya watu kwa sababu wanataka kulazimisha Biblia iseme, yani kile ambacho Musa alimaanisha tukipe tafsiri yetu leo. Kwa Biblia inasema mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume. Na hapo nawaza nini? Jeans. Suruali. Kwa hiyo inakuwa ni nini? Tunaita watoto wa mimi ni vichekesho. Kwa hiyo inakuwa anachekesha umma. Kwa hiyo kwenye kutafsiri Biblia huwa ni vizuri kujiuliza swali, a honest question. Kwani mwandishi alikusudia nini? Sio nionavyo mimi.
pause hiyo wakati wote unaposoma Biblia. Sawa eh? Sio kama elewa. Kwani mwandishi alikusudia nini? Kwa mfano hata neno msamaha wa dhambi liko deep zaidi ya sorry. Na ndio maana tuliangalia neno msamaha lenyewe ni nini? Ni aphesis. Maana yake nini? A release from bondage. Ni kuachiliwa kutoka kwenye kifungo. Kwa msamaha wa dhambi sio tu sorry sikuhesabii tena makosa yako, inaenda deep zaidi ya hiyo. Sio kama unaelewa A release from bondage ni kufunguliwa kutoka kwenye kifungo cha dhambi. Kwa msamaha wa Mungu ni zaidi ya kusema huyu mtoto umenikosea, sema samahani mama. Kwa hiyo nimekusamea, nimekusamea mwanangu, usirudie tena. Hiyo sio msamaha wa Mungu. Ijapokuwa Mungu huziachilia makosa yetu, lakini aenda deep zaidi, anadili na tatizo linaloitwa nini? Dhambi na matokeo yake ambayo nini? Mauti. Ina make sense eh? Kwa lazima uende kwenye mtazamo zaidi ya kile ambacho uko mtaani. Na ndio maana wakati mwingine ni vizuri kufikiria kwenye lugha ya asili ya Biblia waliandikaje hili neno. Kwa leo naangalia mwamini anao urithi katika Kristo. Sasa matumizi ya neno urithi hii tuliangalia kwa upana wake hapa. Kwamba urithi hapo ni kitu gani? Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 3 na 4. Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 3 na 4. Anasemaje? Ahimidiwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili. Nafikiri tuliangalia wiki iliyopita kuzaliwa mara ya pili si ndio ambayo ni kuzaliwa katika Roho, ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo. Naomba uchukue neno tumaini lenye uzima. Tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo. Kwa hiyo ufufuo wa Yesu Kristo una tumaini ndani yake. Narudia tena. Ufufuo wa Yesu Kristo kuna hope katika ufufuo wake. Hiyo naomba tuimeze vizuri, kwa sababu tunazungumzia what is the hope. Ukiona hope, maana yake hiki kitu ni yet to be done. Hasa kwenye muktadha huu ni kitu ambacho kitafanyika. Ufufuo wa Yesu Kristo una fundisho lenye tumaini ndani yake. Naomba tu ikae hivi basi. Andika neno hope, H-O-P-E au tumaini, then chorea duara. Hakikisha atumalizi bila kuzungumzia hilo neno tumaini linalotokana na ufufuo wa Yesu Kristo. Kwa sababu kama ni kusamehewa dhambi ni deal done, sio tumaini. Ndio? Ni kitu kilichomalizika. Hatutumaini Mungu, ninatumaini siku ile utakuja kunisamehe dhambi zangu. That's not Christian faith. Kwa habari ya imani katika Kristo tumesamehewa dhambi zetu, sio tumaini. Lakini ufufuo wa Yesu Kristo unatupa uhakika kwamba Mungu amesamehe dhambi zetu milele. Tunasemaga hivyo siku zote. Tunasema the resurrection of Jesus is the legal document that our sins are forgiven forever. Ina make sense? Lakini what is tumaini? Hope ya nini hapa? Kumbuka tunaangalia nini? Mwamini ana urithi katika Kristo. Okay, kwa anasema ili tupate tumaini lenye uzima kwa Yesu Kristo, tupate urithi usio haribika. Angalia quality ya urithi. Nachelea kusema kwamba ni forgiveness of sin. Kwani kuchelewa maana yake sisemi Kiswahili sasa. Nachelea kusema urithi usioharibika, usio na uchafu, usio nyauka, hapa asemaje? Uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu. Iko sawa mpaka hapo? Amesema umetunzwa. Kumbuka ni tumaini. Halo. Kumbuka ni tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwa Yesu Kristo katika wafu. Tupate urithi, akaita urithi ukoje? Usio haribika, usio na uchafu, usio nyauka. Ina maana na compare na vitu vingine ambavyo vinaharibika, vina uchafu, vina nyauka. Hapa sema umetunzwa.
umetunzwa kwa ajili yenu. Ukitunziwa kitu umepewa. Okay. Ngoja nikupeleke kwanza kwenye baadhi ya vitu vingine, alafu tutarudi wapi? Kwenye Petro wa kwanza 1:3 hadi 4. Tuko sawa? Okay. Waefeso 1:13 na 14. Waefeso 1:13 na 14. Tutaangalia terminology zingine ambazo zinatusaidia. Kwa tufuatilie taratibu tukijenga mawazo ili tumalize kujua huu ni urithi gani usioharibika, usio na uchafu, usionyauka, uliotunzwa. Kiingereza unatumiaje? Incorruptible, undefiled, alafu unperishable ndio mwisho. Imperishable, undefiled, and will not fade away. Will not fade away. Ndio usionyauka. Maana yake ni kitu permanent, Lakini ukisoma ni kama muamini atapewa. Kumbuka ni hope, Sasa mtumishi wako kuna vitu hatujapewa, wewe tulikuwa tumekamilika katika Kristo. Ndio maana tuko darasani, si ndio? Sawa? Msiogope. Ninawafumua niwapange. Sawa? Raha ya mjenzi ni uwezo wa kubomoa. Mwaiko kuna mtu anajenga alafu umenunua bati zako bei gani? Zaitwa bati za Msauzi. Unamuona anapokata sasa jamani, kata taratibu nimenunua kutoka nje. Au unachukua kitambaa unampelekea fundi anapopiga mkazi. Shwa. Na madaktari wanapodili na kidonda. I'll never forget. Okay, kwa hiyo tunasemaje? Waefeso 1:13 na 14 nasemaje? Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Iko sawa? Umeona mmekwisha? Kwanza mmekwisha kulisikia, maana yake mmehubiriwa. Hizo ni nini? Habari njema za wokovu wenu. Hizo ndio ndani anaongea na waamini. Tena mmekwisha kumwamini yeye. Deal done. Alafu matokeo yake nini? Na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Na yenyewe hiyo ni ndweli. Kutiwa muhuri umefanyika mali ya Mungu, si ndio? Anasema anaita huyo Roho 14 ni msingi, tunatakiwa tukae hapo. Ndiye aliye arabuni ya urithi wetu. Arabuni ya urithi wetu. Tunaangalia hilo neno arabuni ni muhimu sana. Na hili sio Kiarabu. Arabuni. Kiingereza wanatumia earnest of your redemption. Arabuni ya urithi wetu ili kuleta Roho huyo ndani yetu aliye mtakatifu. Ndiye arabuni ya urithi wetu ili kuleta ukombozi wa milki yake. Kwa huyo Roho analeta ukombozi wa milki yake kwa sifa na utukufu. Kuna ukombozi umezungumziwa hapa. Tuko sawa? Kuna ukombozi umezungumziwa hapa. Good. Twende kuangalia maneno kutiwa muhuri maana yake nini? Si ndio Kutiwa muhuri kutiwa muhuri ni neno la Kigiriki phragizo. Inaandikwa SPHRAGIZO. Phragizo. SPHRAGIZO. Phragizo. Lenye maana ya kuweka alama au ulinzi. Kiingereza natumia neno security. Actually ni alama ya umiliki. Tungesema Roho Mtakatifu ndani yetu ni alama ya kwamba Mungu anatumiliki. Iko sawa? Iko sawa? Kwenye Warumi anasemaje? Warumi 8, asiye na Roho wake huyo si wake. Mungu anazaaje mtu au anammilikije mtu? Kwa kuweka Roho wake ndani yake. Iko sawa? Kwa asiye na Roho wake huyo sio mwana wa Mungu. Bila kujali anaitwa nani. Sawa? Kwenye Waefeso 4:20 anatajwa tena huyo Roho na habari ya kutiwa muhuri. Phragizo. Waefeso 4:30.
Yohana 20 au 30? Waefeso 4:30. Anasemaje? Wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri, fragizo, hata siku ya ukombozi. Kuleta ukombozi wa milki yake. Unakumbuka? Kwenye Waefeso 1:10 anasemaje? Ndiye arabuni ya urithi wetu. Kazi yake ni nini? Kuleta ukombozi wa milki yake. Huo ukombozi unafanyika lini? Kwa ndo maana unaposikia neno ukombozi, muktadha, msamaha wa dhambi ni ukombozi. Si ndio? Ila ni kwa muktadha gani umetumika? Hapa kwa kazi ya Roho ya kuleta ukombozi wa milki yake inaonekana mpaka sasa hivi ni futuristic. Ni mambo yajayo. Tunajuaje? Anasema wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Hii siku ya ukombozi iko mbele nyuma? Mbona mnaogopa? Hii siku ya ukombozi ni has happened to a believer or will happen to a believer? Will. Be straight. Kukosea ni sehemu ya maisha. Hallelujah. Okay. Kwa hiyo anasema ambaye mlitoa hata until the day of redemption. So, andika kuna kitu inaitwa the day of redemption. Kuredeem nini? Tutadili naye. Kwa sababu tumetoka kusema muamini amekombolewa. Mnakumbuka? Mnakumbuka? Sasa huu ukombozi ambao una the day of redemption ni ku redeem what? Are we together? Ngoja nikuongezee sehemu nyingine. Wakorintho wa pili 1:22. Just collect them. Hapa ametumia maneno mawili ya msingi sana. Anamuita Roho, naye ndiye aliyetutia muhuri. Mbona muhuri tena? Kutia muhuri neno gani? Fragizo, umiliki, si ndio? Wakorintho wa pili 1:22. Naye ndiye aliyetutia nini? Muhuri. Sawa? Ni waacha? Tuko pamoja? Naye ndiye aliyetutia muhuri, akafanyaje? Akatupa arabuni ya Roho mioyoni mwetu. Umeona muhuri mara ngapi? Mara 3 Tumeona arabuni mara ngapi sasa? Mara 2. Arabuni mara 2, muhuri mara ngapi? Mara 3. Mazingira yote arabuni na muhuri imehusishwa na nini? Roho. Alafu imehusishwa na siku ya ukombozi au ukombozi. Kwa kuna keywords hapa. Tunaenda madarasa deep kidogo. Tuna keywords hapa. Kuna ukombozi na siku ya ukombozi. Iko sawa? Iko sawa? Alafu kuna arabuni na kuna nini? Kutiwa muhuri. Okay. To define pia nini? Kutiwa muhuri kabla hatujakusanya sahani zetu pamoja. Sawa? Tuende kwenye jiko lingine. Okay. Arabuni tumeona mara 2, tustudy kidogo neno arabuni. Neno arabuni ni neno la Kigiriki arabon. A Greek word arabon. Spelling ni A-R-R-H-A-B-O-N. A-R-R-H-A-B-O-N. Arabon. Kwa hiyo Kiswahili kimetohoa arabuni. Neno arabuni hapa sio mahali wanapokaa Waarabu. Ijapokuwa na yenyewe inaitwa arabuni. Kuna sehemu ambao Daudi alisema nikaenda arabuni. Hiyo ni place. Tunajuaje pia hii sio sehemu? Imeanza na small letter. Herufi ndogo. Sawa? Kwa sio location. Ukikuta arabuni katikati ya sentence imewekwa A kubwa, hiyo ni sehemu. Iko sawa? Arabia. Lakini arabuni hapa ni arabon, ambalo hili neno la Kigiriki arabon imetoka eneo la Kiebrania arabon hivyo, ambayo yenyewe nakupa Kiebrania sacha arabon ni A-R-A-B-O-N. Haina R na H pale katikati. Haivuti R, haina double R. Kigiriki na A-R-R-H-A-B-O-N. Iko sawa? Kiebrania A-R-A-R-B-O-N. Simple. Kiebrania iko simple kidogo. Muona haya maneno mawili neno moja hili.
ambayo maana hii ni rehani. Kiswahili wanatumia neno rehani. Sasa inabidi na hiyo tafsiri neno rehani. Rehani maana yake sehemu ya fedha ya manunuzi au kitu kilichoachwa kama ulinzi wa mali iliyosalia. Sehemu ya fedha ya manunuzi. Hii inaitwa, wewe nitumie neno down payment. Kwa kwenye mauzo inaitwa down payment. Ni advance ya kwamba wewe unasema unataka kununua hii simu. Sawa? Sawa? Najuaje kwa nitakuja kununua? Unaacha something of value. Na hiyo inaitwa rehani, arabon. Kwa hiyo nikiacha hivi maana yake hamna mahali unaenda, utakuja kumalizia. Ni alama ya uaminifu ya kwamba chochote ambacho kimebaki you're coming to accomplish. Ila ukiacha kuacha hiyo maana yake hatuna wakati kama you come back. Tuko sawa mpaka hapo? Kwa hiyo ni tunaweza kuacha ni down payment au security deposit. Kwenye benki tunasemaje? Guarantee. Thank you. Guarantee. Kwamba you are not going to run. Kwa sawa? Umeelewa? Asanteni kwa kunipa guarantee. Guarantee. Kwa hiyo ndio rehani. Sasa tumepata neno la Kiingereza. Sasa wewe niwaambie kitu. Unaposoma nyaraka, mwandishi alikuwa anachambua nini? Never forget, usome nyaraka kama yatima. Baba ya nyaraka ni nini? Roho Mtakatifu. Nataka nikutoe nje kabisa. Mtoeni huyo. Kwa hiyo katika mtazamo wako unaposoma nyaraka, mwandishi alikuwa anachambua nyaraka? No. Alikuwa anachambua nini? Mwanzo mpaka Malaki, ambao Wayahudi wanaita Holy Scripture. Maandiko matakatifu. Kwa Musa. Kwa Paulo alipokuwa anaandika haya maneno ya Arabuni, he has the story. Iko sawa? Iko sawa? Kwa lazima kuwepo na story ambayo anairifaa ili aandike doctrine, aandike fundisho juu ya kutiwa muhuri au Roho Mtakatifu kwa arabuni ya urithi wetu. Down payment of our inheritance. Ina maana muamini anayo inheritance, lakini down payment ni Roho Mtakatifu ndani yake. Narudia tena. Muamini anao urithi, lakini hakikisho ya kwamba huo urithi ni wa kwake, ni kupewa Roho ndani yake. Hiyo ndio security deposit. Kwa hiyo unasema hivi, ikiwa Mungu amenipa Roho wake, hicho kingine atanipa. Iko sawa? Sio maana guarantee? Na kwa guarantee tofauti na warranty. Warranty tunapewa baada ya kuchukua mzigo mzima. Hii ni before. Na anayetoa guarantee ni mnunuzi. Anayetoa warranty ni muuzaji. Okay, tunajaribu kuja kwenye lugha zetu tuone maana sasa kama rehani ikakuangusha vibaya. Okay, the story ni story ambayo it's not a very famous story, lakini ina a very wonderful teaching. Genesis, Mwanzo 38 mstari wa 17 hadi 20. Kuna story ya mama anaitwa Tamari na Yuda. Sawa Huyu mama alitakiwa mkwe wake Tamari, Yuda ni mkwe wa Yuda au ni mkwe? Yuda ni mkwewe wa Tamari. Kwa alitakiwa muozeshe watoto wake. Kamwachia kijana wa kwanza, akafa. Hakuna mtoto, hakuna nini. Kapigwa radi. Kuna mambo yaliyofanyika pale. Alafu baadaye atakiwa apewe kijana mdogo. Mzee akaanza kupiga nini? Chenga. Kwa Tamari akafanya manuva. Kwa manuva ya Tamari,
Tamari alienda njiani, sijui baba mkwe wake alikuwa muhuni, sijui, naomba nisimsemee. Tamari alienda akavaa mavazi ya kikahaba, akakaa kwenye engo ambayo mzee Yuda anafanya nini? Anakatiza. Mzee Yuda akasema Mungu anipe nini? Akalawa na Tamari. Alafu Tamari akamwahidi kitu Tamari. Tamari akaomba nini? Down payment. No, actually tumie lugha hii, rehani. Akaomba ushahidi ya kwamba ulichoahidi utakuja kwa nini? Kukamilisha. Hiyo inaitwa nini? Arabon. Sawa Akasema, angalia kuna 7. Akasema, huyo ni Yuda, nitakuletea mwanambuzi wa kundini. Naye akamuuliza huyo mama sasa Tamari, je, utanipa rehani hata utakapomleta? Tuko sawa Akasema, nikupe rehani gani? Angalia mtu alivyochagua. Akamjibu, pete yako ya muhuri. Kumbuka tulisoma nini? Kutiwa muhuri. Kwa ina significance. Ndio maana Paulo alikuwa makini kutumia neno muhuri. Na kamba yake na fimbo yako iliyo mkononi mwako. Basically hivi vyote vinamu-identify huyu ndugu. Huwezi kukimbia pete yako ya muhuri, hiyo ndio signature yako. Ndio na kamba yake na fimbo yake iliyo mkononi mwako. Basi akampa, akaingia kwake, naye akapata mimba. Baba mkwe ametembea na mkwewe. Alafu ngoma inaanza kutokea baada ya kupata mimba. Akaondoka akaenda zake, akavua utaji wake na kuvaa mavazi ya ujane wake. Unaacha kufanya? Yuda akapeleka yule mwanambuzi kwa mkono wa rafiki yake Madulani. Kwa alimchukua mtu akamwambia ili aipate rehani mikononi mwa huyo mwanamke, wala hakumkuta. Tunajua story ilivyoishia Baadaye kaonekana mama amefanya abomination. Amefanya jambo la aibu, anajua apigwe. Maana ni mjane, hajapewa mume bado, lakini ana mimba. Mungu sio Athumani wala sio John. Akasema hii mimba sijapata nje. Aliyenipa yuko hapa hapa. Tutajuaje? Mzee anajua wapi? Kwenye hukumu inakuwa hatari. Hata wahuni huwa anahukumu wahuni wenzao. Pigeni. Huyo lazima aonyeshwe, anatuaibisha sisi familia yetu. Unatembeaje na mtu nje ya ndoa? Na unataka kutembea naye jana wewe. Shida ni kwamba wewe hujakamatwa. Ila sasa aliyekamatwa, ambaye hajakamatwa, anakuaga fire. Anakuaga fire. Ya usione watu wanakimbia, wanakemea dhambi kama vile wameshinda. Wewe kitu mdomo wangu maji. Yaani unamwona mtu mtandaoni, utakwenda jehanamu usiposafisha njia yako, usiposafisha. Mwizi mkubwa pia. Anyway, ndio maana Yesu anasema, jamani, msihukumu msije mkahukumiwa. Hakuna mwanadamu mwenye capacity ya kuhukumu mwingine. Hukumu ya aina hii. Niwapa mfano Jumapili iliyopita, ile nyingine kabla hii kanisani, nikawapa mfano wa Daudi. Daudi bwana amefanya fujo na Uria, na mke wa Uria. Nini matukio yote amemaliza. Alafu nabii alipokuja akampa scenario ya mtu aliyefanya kosa kama la kwake kama mfano. Na mtu mmoja bwana alifanya 1, 2, 3. Sasa huyo mtu hakika atakufa. Hastahili kuishi. Hiyo ni piga au garagaza. Alafu arudishe mara ngapi? Mara 4. Jamaa anatengeneza adhabu kwa kosa lake. Sasa akujua ni yeye. Na maana watu wengi ni wauni kweli. Wakisimama jukwani wanahukumu wengine, alafu pembeni anasema Mungu ninaomba rehema zako. Wanataka rehema za Mungu ambazo hawakuzigawa jukwani. Mungu amekasirika, hakika amekasirika. Hakuna namna atakusamehe. Jehanamu moja kwa moja umeshakufuru. Wakikaa Biblia inasema Mungu mtazame ni mtumishi wako. Inawezekana sikuhubiri vizuri leo. Imagine, anaomba rehema kama inawezekana kuhubiri vizuri.
Kwenye hukumu watu wanapaga noma. Kwa hiyo mzee anatengeneza hukumu, alafu baada ya kutengeneza hukumu kinachotokea nini? Anaambiwa aliyefanya haya kwa kweli ni mwenye fimbo hii, mwenye pete hii na mwenye kamba hii. Sasa mzee kumbe mzee wa boma. Sasa ukiwa mzee wa boma unafanyaje? It's a misunderstanding. Ili hapa niacheni niko kwa. Doze. Ili hapa niko kwa. I will never forget. Unajua mimi kidogo nilipigwa viboko 60, 70, sijui 70 porini. Ila aliyekuwa anaendesha hiyo barandati kwa ni brother yangu, kaka. Kwa kaka aendesha harakati. Huyu na ilikuwa msiba wa babu nilikosa siku moja. Unajua watoto wa shule nini? Naenda kujiandaa na pepa. Yaani kuna msiba nyumbani. Niliporudi siku ya matanga, wanaambiwa matanga nikasubiriwa kwa hamu. Na enzi hizo tayari nilikuwa morani. Kwa hiyo hesabu ya morani sio mtoto. Sio kitoto. Kwa nikaanza kuambiwa, wewe kuna jambo limetokea hapa. Nikaambiwa kuna jambo limetokea hapa. Wamesha kuakia. Sasa nikashangaa tu nimepewa mabodyguard. Yaani sinyanyui mguu, sisogei. Yaani kila dakika na natoka ghetto watu wako hivi. Naingia ndani wananifuata. Kuna nini? Ifanye nikashtuka mpaka wamama walikuwa wanajua kwamba kuna kitu kinapikwa kwa ajili ya huyu kijana. Yaani nikisomaga habari ya Yuda namkumbuka bro. Kwa sasa ikapikwa ikaiva. Iko na matanga ngo anaenda sehemu wananunua vitu wanakula alafu anaingia porini kama wanahitaji kama kuna mtu akumshughulikia. Kwa hiyo tumeenda sehemu watu nikashangaa wamepitiliza kwenye maduka. Wameelekea porini mahali power. Katikati ya pori powers. Nikasikia shika chini. Sasa angalau wakati hiyo ilikuwa 2000 na ngapi. Kidogo nilikuwa najua kunena kwa lugha. Kwa hiyo nilikuwa sijui cha kuongea. Kwa hiyo nilikuwa sasa Mungu niokoe. Natoka. Sasa ile nimelazwa chini. Wamasai wako kama Wayahudi. Hawakupigi kama Paulo hajasimama. Paulo lazima ndio achukue nguo yako. Ukipigwa ukifa, wanachukua naitwaje? Wanachukua kitu kinachoitwa majivu. Wanaenda wanamwaga nyumbani pale. Kwamba kijana tulimpeleka kumpiga kule amesha danja. Kwa lazima uchague mtu atakaye kwenda kurepresent. Atakiwa awe family member. Ili ionekane aliyesimamia kuuawa kwako ni ndugu yako kabisa. Na wanamtaka most of the time angalau babaka au basi babangu akuepo. Kwa hiyo alikuwepo brother mkubwa na huyo brother mwingine ambaye ndo kitenzi kichochezi. Sasa kwenye kuchagua mtu, jamaa mmoja akanitonya, anayeendesha hii ligi ni huyu hapa. Kapewa jina lake. Kumbe ni bro. Yaani yuko mbali kama msiki. Sema, "Haya chagua baba atakaye kusimamia." Nikamchagua yeye. Sasa akasema umenichaguaje mimi? Yaani akamind kweli. Matokeo yake ibidi aanze kuwatuliza. Sasa jamani mkimpiga kwanza ni mwanafunzi anasoma tutamuonya tu tutampiga fine. Alafu sasa ulisema ni mwanafunzi tutampiga fine. Mwanafunzi ana hela. Utampiga fine aliyemchagua. Akapigwa fine. Kwa akanitetea yeye akapigwa fine. Bia zikanywewa za kutosha kwenye mifuko wake. Atakoma ubishi. Usihukumu usije hukumiwa. Okay, kwa hiyo Arabuni nimeshaenda sasa na Arabuni ilipotumika ni rehani. Something ambayo inaonyesha kwamba you are coming to accomplish something. Ni kitu ambacho inaonyesha kwamba utakuja kumalizia kitu kingine. Kwa hamna unachotakiwa kufanya, ile ni ushahidi ya kwamba yule aliyeacha kile hakika atafanya. Na kama ambapo alimtuma Mwadulami apeleke nini? Mwanambuzi. Sawa Sawa? Swali la msingi. Huu kombozi ni wa nini? Hiyo ni moja. Okay. Hicho kitu gani ambacho ni urithi wetu
ambao tutapewa siku ya ukombozi, ambayo ikoje? Incorruptible, ndio isiyoharibika, undefiled, isiyo na uchafu, that does not fade away, isiyo nyauka. Huu urithi ni upi? Sasa kwa Paulo ameandika habari hizi, tunaweza kuangalia kwenye Wakorintho hapo. Kumbuka tunaangalia tumaini la ufufuo imetokana na nini hiyo urithi? Ufufuo wa Yesu Kristo. Ambao kwenye ufufuo wa Yesu Kristo tunapata hakikisho la msamaha wa dhambi zetu. Lakini pia tunapata nini? Tumaini la huo urithi. Make sense? Kwa hii pia ni zao la ufufuo wa Yesu Kristo. Iko sawa eh? Kwa huwezi kukwepa ufufuo wa Yesu Kristo unapoelezea chochote ambacho mwamini anacho au atakuwa nacho. Nitakuonyesha baadhi ya vitu baadaye. Wakorintho wa pili 5:1-5 ni kufikirishe what is the remaining part of believers redemption. Wakorintho wa pili 5:1-5 inasemaje? Are you there? Umefika eh? 2 Corinthians chapter 5 1-5. Sema maana tunajua kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia ikiharibiwa. Kwa muamini ana kitu ambacho kinaharibika. Iko sawa? Lakini anatakiwa awe na kitu gani? Kisichoharibika. Anaita nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia. Kiingereza unatumia neno gani? The earthly tent which anaita earthly tent. Hiyo tent ya duniani ambayo inaharibika ni ipi? Anasema tunalo jengo litokalo kwa Mungu. Physical body. It has to be a physical body. Anasema nyumba isiyofanywa kwa mikono, mbinguni. Kumbuka uliotunzwa kwa ajili yenu mbinguni. Nakumbuka? Nakumbuka? Kwenye Petro wa kwanza 1:3-4. Maana katika nyumba hii twaugua. Tuna grown kwenye nyumba hii. Maana yake kwenye nyumba hii hatupati full raha. Umeelewa nake? Kuna extent ya experience ya Mungu ambayo mtu akiwa kwenye mwili ha experience fully. Sawa eh? Sasa maana katika nyumba yetu tukitamani sana kuvikwa kao letu litokalo mbinguni. Kukumbe kuna kao letu litokalo mbinguni. Sio hilo. Unaona sasa hivi. Kwa sababu tunasema hivi, jamani, mimi sio huu mwili. Hili ni box inayobeba huu mwili. Actually tunaona mpaka ili box linaharibika. Na niliwaambia kwenye session moja juzi nikamwambia jamani, uhakika kwamba ili box linaharibika. Mimi juzi nilicheck kwenye kioo, nikagundua kuna baadhi ya nywele nyeupe zimeanza kuonekana maeneo haya. Nikasema hii ni dalili ya kwamba hili box linaharibika. Kuna watu hawajajiandaa kusikia hiyo. Kwa hiyo nafikiri kwa maisha yako kwenye huu mwili utaishi milele. Kwenye hili box. Kwani namshukuru Mungu. Imagine kuishi na mwili huu ambao anapata mafua. Imagine milele. Imagine kuishi na mwili huu ambao Mungu aking'ata unaanza kukemea plasmodia. Imagine. Imagine. Kwamba uwe kwenye mateso katika mwili huo milele. Namshukuru Mungu kwa ajili ya Yesu Kristo. Okay, anasema ikiwa tukiisha kuvikwa hataonekana tena tu uchi, kwa sababu sisi tulio katika maskani hii twaugua, anasema tukilemewa. Kwa ni kweli ya kwamba mtu akiwa katika mwili huu ana dhiki. Si ndio eh? You need to walk in faith kupambana na stress za kuwa katika box hii. Iko sawa?
You need kila saa una upload uhalisia katika Kristo, ukemee, sema natamka katika jina la Yesu mafua katika. Kwa nini unakemea? Kwa sababu hutaki. Anasemaje? Tukilemewa si kwamba tunataka kuvuliwa, bali kuvikwa, ili kile kitu kile kipatikanacho na mauti kimezwe na nini? Uzima. Kwa corruptible itamezwa na nini? Na incorruptible, na life. Kwa huu mwili unapatikana na mauti, na ndio maana kuna watu wenye uzima wa milele waliotutangulia hawapo ulimwenguni, including wakina Paulo, wakina Petro na Lazaro pia aliyefufuliwa. Akasema basi, angalia, basi yeye aliyetufanya kwa ajili ya neno hilo ni nani? Ni Mungu. Akasemaje? Aliyetupa arabuni ya Roho. Kwa hiyo evidence ya kwamba mwili wako utabadilishwa ni nini? The spirit, roho. Kwa kuwa na roho ni down payment, ni utangulizi ya kwamba Mungu atageuza mwili wako. Kuharibika kutamezwa, mauti itamezwa na nini? Na uzima. Kuharibika kutavaa kutokuharibika. So we will be changed. Kwa hiyo unaposema nimekombolewa kwa mwamini, unamaanisha nini? Roho yake, sio mwili wake. Mwili wake uko yet to be redeemed. Sio kwamba uko kwa shetani, no, lakini tayari uko corrupt, sababu ni mwili wa udongo. Tuko sawa eh? Ni earthly vessel, earthly tent. Si ndio? Si ndio? Tunaelewa mpaka hapo? Lakini kinachohitajika uwe na uhakika ya kwamba mwili wako huo utageuzwa na kupewa supernatural body, ni kuwa na supernatural spirit, which is the spirit of God. Ndio maana kuhubiri injili ina make sense, kwa sababu ina make sense sasa na hata baadaye. Iko sawa? Sasa mtu akipokea roho sasa hivi, umemsaidia pakubwa sana. Unaelewa? Umemsaidia pakubwa sana. Umemwokoa sasa hivi, ana msamaha wa dhambi, lakini pia una uhakika hawezi kukaa katika huo mwili unaoharibika milele. Ibichani. Okay. Unajua kinachowasumbuaga watu wengi ni nini? Ni kwa sababu wanaelezea ya kwamba ile kunyakuo, wao wanatumia unyakuo, ni unatakiwa kujitahidi work for it. No, mwamini tayari ameshafanya linalohitajika kwa ajili ya kunyakuliwa. Amefanya nini? Anaye roho. Tuko sawa eh? Tuko sawa eh? Nitaelezea unyakuo, tafsiri sahihi kwa hapa. Tutachambua vizuri mbele, nitataja tu. In fact, kila ambacho wengine wanaita unyakuo sio kunyakuliwa kwenda juu. Basically ni kubadilishwa kwa miili yetu. Sasa wale okay, mmegundua kwamba huo mwili sio wa mbinguni ulionao mpaka sasa hivi? Hawa mjajua. Mmeshajua mpaka sio wa mbinguni. Okay, wala wanaokuambia tutanyakuliwa alafu utaondoka, utaacha sura zako hapo, utaenda mbinguni na huo mwili, na huo. Ukinyakuliwa na huo mwili, umenyakuliwa na mateso. Kwa maelezo haya, wewe ungependa kunyakuliwa hii ambao unaugua, unalemewa. Kwa huo unyakuo huwa ni feki. Kwa sababu kuharibika hakutaurithi uzima wa milele. Umeelewa eh? Huu mwili unaopatikana na mauti hautaurithi uzima wa milele. Okay, unaambiaje mtu kwamba kunyakuliwa ni kubebwa juu? Tena kwa kutumia Mathayo 24. Ndio Mathayo 24 tunaweza tukaidenounce hapa ya kwamba haihusiani na unyakuo. Kwa sababu Yesu nienda uniache. Twende. Mko tayari? Naongea na ninyi kwa mtandaoni, wataelewa taratibu. Mko tayari? Okay, wewe niwaambie ukweli. Kwenye Mathayo 24 alaposema mmoja atwaliwa mmoja aachwa, alitumia mfano gani? Sema kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu ndivyo itakavyokuwa, mmoja atwaliwa mmoja aachwa. Naomba niulize. Okay, mmoja anayeachwa kwa tafsiri ya tulionayo leo unyakuo, anayeachwa ni nani?
Muamini au asiamini? Asiamini. Nani? Asiamini. Nani? Kwa maana ya tunavyofikiri juu ya unyakuo. Kwa hiyo akupelekwa juu mbinguni shwa. Wanasemaga kwa nini hizo movie watu wanakuwa na taharuki. Dada yuko wapi? Amechukuliwa. Shangazi yuko wapi? Amechukuliwa. Rubani yuko wapi? Rubani yuko wapi? Na ngoja ndege. Ndege inaenda kutoa milima ya Himalaya. Mnaenda kwenye hizo movie, wewe unyakuo na ndio maana uko famous. Something is wrong with it. Hata wasioamini wanauelewa wewe unyakuo. Nasema unaenda shuleni, mwalimu alikuwa anafundisha, chaki imeondoka chini haonekani. Unaona suti aliyokuwa amevaa imerendemka iko chini. Kaondoka na huo mwili. Hiyo ndio kitu sikubali kabisa. Ameondoka na huo mwili. I never agree with that. Kwa sababu huu kuharibika, hautavaa kutokuharibika. Hautaurithi ufalme wa Mungu. Kwa maana ya that time. Tuko sawa eh? Tuko sawa eh? Kwa muktadha muangalie hiyo. Okay, kwa hiyo unaambiwa wakati wa Nuhu nani alikuwa anachukuliwa? Anatwaliwa, nani alikuwa anaachwa? Wasioamini ndio walikuwa wanatwaliwa. Wasioamini ndio walikuwa wanatwaliwa. Waliobaki ni watu gani? Waamini. Walikuwa wapi? Ndani ya safina. Wao ndio wamebaki duniani. Au nyamje kwa nje ufikiri. Aliyetwaliwa ni Nuhu au wale wengine waliokataa mahubiri ya Nuhu? Waliokataa mahubiri. Sasa kwa hiyo hiyo 24 hausiana na unyakuo wa aina hiyo. Shida ni kwamba tumeuderive unyakuo kutokea wapi? Pale. Wakati kwa kanuni tu ya historical background, Yesu alikuwa anazungumzia habari za vita, kuvamiwa Yerusalemu, kubomolewa na hekalu, na watu wenye nguvu watakuwa wanabebwa, wengine watakuwa wanaachwa. Anyway, nimewapa summary. Usifundishe mahali popote, nitakufundisha kwa undani. Nina somo zima la uchambuzi wa Mathayo ngapi? 24. Hii for the sake of a class. Hii nisiwache nje. Ila usimlao injilisti. Utaulizwa maswali, utakodoa macho. Mmeelewa hapo? So haiwezi ku make sense kama ukifikiri. Kwani nani alikuwa anataliwa wakati wa Nuhu? Wasiamini. Kwa kama ile kweli ingekuwa unyakuo, wanaobaki hapa ni nani? Kwa watakao potea ni watu gani? Wasiamini. If that is the case, yeah. But still not the case. Bado sio kitu cha unyakuo bali. Tuko sawa? Kwa hiyo ina make sense kabisa. Okay. Tulikuwa wapi jamani? Kwa hiyo lakini unaona arabuni ya roho, down payment ambayo ni roho ndani yako ulipata lini? Baada ya kuamini. Okay. Kwa hiyo kupewa roho ni nani amekupa? Mungu. Anasema Mungu ndiye anasema basi yeye aliyetufanya kwa ajili ya neno hilo ni nani? Ni Mungu. Si ndio eh? Kwa Mungu ndiye ameweka roho ndani yako. Actually, huyo roho aliyeko ndani yako ni ushahidi ya kwamba I'm going to finish the remaining job. You do nothing about that. Kwa hiyo namna gani ya kujiandaa na unyakuo? Muamini Bwana Yesu. Ukimwamini Bwana Yesu unakuwa rapture ready. Unakuwa rapturable. Kwa mimi hapa, wapendwa, tujiandae. Siku za mwisho zimekaribia. Unyakuo umekaribia. Jiandae, tujiandaeni. Wapendwa. Siku nilipoamini nilishajiandaa. Na ushahidi ni kwamba I have a down payment, the Spirit. Na anayetubadilisha, sisi hatujibadilisha. Ni roho aliyeko ndani yetu, atavamia uharibifu ulioko ndani yetu na kutoa miili mpya. And that ufufuo wa Yesu lazima ufanye demonstration of that. Na maana Yesu alipofufuka, in fact alikuwa na mwili mpya. So kwenye huo mwili hakuna limitation of unaweza hii chumba ni joto, ukatokea sehemu nyingine pia fast. Okay, ndio kwenye kiyoyozi. Uko kwenye kiyoyozi mahali pengine. Ni cha Joseph Filipo. Hiyo ilikuwa ni kionjo tu. Huko Dar es Salaam na ubiri, ghafla unaenda kufunga harusi Mbeya. Unaenda kufunga harusi Mbeya saa 1. Haupandi ndege tena. Yesu alikuwa akijifungia kwenye chumba,
anaapia. Nitakuonyesha kwamba ijapokuwa sisi ni wana wa Mungu, katika mwili huu we don't have full expression ya wana wa Mungu. Lakini Kristo atakapodhihirishwa, hiyo wengine wanaita second coming. I don't use that word, nitakwambia huko mbele. Lakini atakapodhihirishwa, tutatembea kwenye full light kama yeye. Si ndio Hatakuwa tena limitation katika nini? Mwili, wala hataji tena kukua kiroho. Sababu lengo la kukua kiroho ni huyu dominate mambo yaliyo huku sasa hivi. Si ndio Usivutwe huku kaenenda katika mwili, ubaki katika roho. Kwa nini? Kwa sababu uko katika ufahamu usio kwenye changamoto ulimwengu na unasikia kila siku, lakini na aina ya mwili ulioubeba. Ukuaji wa kiroho ni hapa tena sasa hivi. Tuko sawa mpaka hapo Okay. Hapa tuende mbele kidogo nikuonyeshe. Kwa muamini amekombolewa kwa sasa. Basically roho ya muamini iko fully 100% amekombolewa. Iko sawa Roho ya muamini. Kumbuka mtu ni nini? Ni roho. Si ndio Kwa mtu sio mwili. Anayo nafsi. Nafsi ndio tunayo train. Lengo la nafsi ni kuchukua kwenye yale ambayo tumejua iko kwenye roho yako, ilete mwili ufanye. Basically kwenye utendaji wote mwili haufanyi kazi yoyote. Mwili ni major follower wa akili yako. Ndio maana Biblia inafundisha usimeditate wrong things. Kwa sababu akili ikisha kamata, mwili hauna cha kufanya. Si ndio Kwa hiyo nafsi ikiwa influence, most of the time the body follows. Na ndio maana ndugu zangu, ukiwaza aina fulani ya kitu unataka kuaccomplish ambacho ni mbaya, you will find yourself easily doing it. Unajua kwa nini? Kwa sababu nafsi ikishawiva, mwili inakuwa kitenzi kitiishi. Ndio maana naambia kwa mfano, unajua kutapika, naomba nitumie mfano mbaya. Unajua kutapika sio mwili unao react, ni nafsi. Mwe kuna kinyaa? Okay. If unajua unachagua, okay. Asha kumsima. Unajua kinyesi? Okay. Unajua tofauti ya kinyaa cha kinyesi cha mtu mzima na cha mtoto? Mtoto wa kwako huyu ni kinyaa cha kinyesi chake, kutana na mtu mwingine. Hiyo ni mentality. Si ndio Inakuambia, inaamsha glands na nini zinaanza kurespond a certain way. Iko sawa? Umeelewa? Tuelewana? Kwa maana yake mind ina respond kwa taarifa. Okay. Unaweza kuwa na furaha hapa, nikaanza kuongea maneno mawili matatu, nikabadilisha hali yako ya mwili ghafla. Mapigo ya moyo yakabadilika. Can I do that? Yeah. Kuna maneno nikisema mapigo ya moyo yatabadilika. Naweza uanze kuumwa kichwa kwa maneno tu. Ina maana I'm attacking your body by attacking your mind. Na ndio maana taarifa ndio mlango wa kuleta imani na ndio mlango wa distraction. Kwa sababu na deal na mlango wa fahamu. Kuna vitu ukisikia hata kama hujisikii kuitikia, kwa sababu nafsi ikishaelewa mwili una respond. Okay. Nani ameyokulia? Okay. Ni juzi tulikuwa naangalia filamu moja. Nilisema kwenye darasa na mke wangu. I literally responded by crying kwa kuangalia. Why am I crying? Yaani unafuta hiyo. Why am I crying? You're still crying. What's happening? Mwili una respond kile ambacho nafsi imefanya nini? Imeshiba, imeguswa. Iko sawa Na ndio maana kama kitu kikishakaa kwenye ufahamu wako, like this is my capacity, you will always achieve that. Iko sawa? Iko sawa? Na ndio maana kama unapitia hali ngumu, usivite taarifa ngumu. Mimi nawaambiaga watu, hata aina ya muziki unauweka ukiwa na changamoto, unaweza kukuua. Kwa mtu mpaka anaenda anajinyonga. Unajua kujinyonga ni response ya mwisho kabisa ya mtu, lakini kwa baada ya nafsi yako kushughulikiwa vizuri na taarifa. Sasa hivi kwa mpaka jinyonge unasema, yani baya kamba mimi. Hapo nipige teke nani? Sio rahisi. Kwanza itakuwa inauma. Ushakufa ganzi kitambo kwa taarifa. Iko sawa That's why it's so important to understand utendaji ya roho, nafsi na mwili. Tumesema roho ya mwanadamu
alima Yesu Kristo imekombolewa. Si ndio? Okay. Kazi ya ukuaji wa kiroho ni kufit eneo la nafsi ili ichukue uhalisia wa wewe ni nani katika roho yako. Kristo aliyeko ndani yako awe manifested kwenye mwili wako. Kwa unachofeed hapa kwenye nafsi inaamua nini unaleta kwenye mwili na kupractice. Ukiona mtu anasema siwezi kusamehe, kuna taarifa anayo hapa ambayo hakuitoa hapa. Kwa ukuaji wa kiroho ni zao la what you feed kwenye nafsi plus prayer. Ina download kutoka kwenye roho uhalisia wewe nani katika Kristo. Ndio maana maombi ya Paulo yote yameelekeza kwenye nini? Epignosis, ufahamu. Filemoni 1:6 yasemaje? Ushirika wa imani yako ufanye kazi yake katika ujuzi wa kila kitu chema kilichokwenda katika Kristo. The communication of thy faith may become effectual by acknowledging every good thing which is in you in Christ. Iko sawa eh? Iko sawa? Kwa kama mtu aendelee, angalia vitu anavyofeed. Na ndio maana nasemaga hivi, angalia anachojifunza na watu wanaopatana nao, kwa sababu kati ya sehemu ambayo una feed taarifa kwa urahisi ni association. Kwa sababu kwenye association you have things you hear and things you catch by observing. Tuko mpaka hapa eh? Umeelewa component ya wanadamu ilivyo. Usipoelewa utaelewa ukombozi huu mwingine unaozungumzia katika mwili. Lakini mwili wako uko kwenye nature ambayo ni corrupt. Sawa eh? Ni kweli umenunuliwa mwili, nafsi na roho. Lakini roho imekamilika katika ukombozi wake. Nafsi training. Si ndio eh? Si ndio? Mwili bado hajakombolewa. Si ndio eh? Si ndio? Okay, mwamini amekombolewa na kwa sasa yupo katika mwili, maskani haribikayo. Umeona? Kwa huku ukombozi hapa lazima uelewe ni ukombozi wa roho, si ndio? Roho yake imeungwa na roho wa Mungu. Wakorintho wa kwanza 6:17. Iko sawa? Roho ya mwamini imeungwa na roho wa Mungu. Aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Mwili wake bado ni ule ule aliokuwa nao kabla ya kupokea wokovu. Ni kweli sio kweli? Ulipopokea wokovu, mwili ulibadilika. Yani new body. Na bado ulipokuwa unasema I am a new creation. Ulikuwa unazungumzia kitu gani? Mwili wako. Ulipokuwa unasema mimi ni kiumbe kipya. Mimi ni masikio yako yaliumbwa upya. Acheka. But there were new creation. Baba, kuja santa nakwambia wewe you are new creation. Yaani wewe ni mpya kila siku. Kwa kama umeolewa, yaani mume wako sasa, yaani anakutana na watu wapya kila siku kwa msini. Mtu yule si mpya kila siku. New creation sio kuwa mpya kila siku. New creation ni kuwa na roho wa Mungu ndani yako ambao hauko time bound. The spirit of God is not in time. Ndio maana you are a new creation. New creation ni yule ambaye ametolewa kwenye nini? Mauti. Roho ya mwanadamu iliyohuishwa na nani? Roho wa Mungu. A revived spirit ndio ameumbwa anew. Maana yake is not the old self, is a new person. Ni roho. Ni roho. Mwili wako sio newly created. Akili yako by the way na yenyewe sio new created. Ndio maana wachungaji wanapata tabu ya kutrain Bible study hizi. Kama umekuwa new creation mpaka mwili na nafsi. Siku ile unaokoka tunalala kabisa. Lakini tunakufundisha tena, umesamehewa dhambi zako, samehe na watu wengine, una uzima katika Kristo, una mamlaka. Kwani tukumbushe? Sababu your mind, ndio maana you are renewed in your spirit, complete. Mind when you continue to renew by teaching, afu mwili utakombolewa baadaye. Mwele livoka So, renewing of the spirit is done once by receiving the spirit of God. Because renewing of the nerves is done in trainings, Bible study, local churches. Renew of your body bado. Sawa. Bado natembea nao, tembea tukuone. Tumeelewa? Kwa sababu tunaye roho sasa ndani yetu ambayo ni arabon.
ni hakikisho kuwa kwenye siku ya ukombozi miili yetu itabadilishwa. Ni hakikisho kwamba siku ya ukombozi miili yetu itabadilishwa. Hivyo mwamini hana chochote cha kujiandaa, kingine cha kujiandaa kwa ajili ya unyakuo. Nimetumia lugha ya unyakuo, baadaye we'll deal with it. Miili yetu iharibikayo itamezwa na ule kutoharibika kwa kuwa huyo roho wake aliyeko ndani yetu. Kwenye Warumi 8:11 kuna taarifa ya kusaidia hapa. Warumi 8:11 nasemaje? Lakini ikiwa roho wake aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu. Amani, anakaa ndani yenu. Yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu atahuisha miili yenu iliyo katika hali ya kufa, atahuisha miili yenu iliyo katika nisani miili iharibikayo, miili yenu iharibikayo kwa roho. Kwa nani? Kwa roho wake anayekaa wapi? Ndani yenu. Shida tunatumiaga huo mstari tukiwa tunaumwa. Roho Mtakatifu atakuisha miili yenu iliyo katika kufa. Shida ni kwamba, uzuri ni kwamba unaweza wakati mstari vibaya na Mungu baada akakuponya. Haina maana unipatia mstari. Mungu ameona tu nia yako ni kupona. Lakini hii hapa as a Kiingereza semaje? The spirit that raise will quicken. Hii quicken ni nani? Ni kuipa uhai. Kuharibika ipatikane na mauti na inakuwa inabadilishwa kuwa kutoharibika. Na ndo maana mbeleni kwenye sura hiyo ya 8 mstari wa 19 hadi 23 alielezea kidogo. Akasema kwa maana viumbe vyote vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Umesikia neno kufunuliwa kwa wana wa Mungu? Pigia mstari wa kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa tayari ni wana wa Mungu, wanatakiwa kufunuliwa. Tutaangalia maana yake. Anasema kwa maana viumbe vyote vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake ila kwa sababu yake aliyevitiisha katika tumaini. Umeona tumaini? Umeona tumaini? Anasema kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu. Nakumbuka uharibifu state. Hii ni hali hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Manifestation of the glory of the sons of God. Okay, maana yake nini? Kwa maana akasema twajua kwamba viumbe vyote pia vinaugua. Mnakumbuka tusoma kwenye Wakorintho wa pili tunaugua. Akasemaje hapa? Vinaugua pamoja na vina utungu pamoja nasi hata sasa. Mnakumbuka utungu pale, groaning kule. Wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio malimbuko ya roho. Umeona malimbuko kwanza sio mazao Malimbuko ni watu. Malimbuko ya roho, sisi pia tunaugua katika nafsi zetu tukitazamia kufanywa wana. Hii kufanywa wana sio kwa sababu sio wana. Kumbuka tumetoka kwenye kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Hii anazungumza the fullness of the sons of God. Akasemaje? Ametafsiri hiyo kufanywa wana, usije ukafikiri ni roho zetu zinashughulikiwa. Mtu mwenye roho wa Mungu ni mwana wa Mungu. Hii kufanywa wana kwenye context ametafsiri, yaani ukombozi wa mwili wetu. Kwa kufanywa wana hapa sio kuwa kiumbe kipya, sio kumamia Yesu Kristo. Ni manifestation of the fullness of the sons of God, ambao wako kamili katika roho, nafsi na nini? Na mwili. Deal done. Case closed. Settled forever. Na ndio maana kwenye maombi ya Paulo kwa Waefeso ametaja tumaini la mwito wetu. Amjajua hilo tumaini la nini? Macho ya mioyo, Waefeso 1:18. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru ili mjue tumaini la mwito wake jinsi ulivyo, na utajiri wa utukufu wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Angalia, tumaini na utukufu. Hapa tumezungumza utukufu pia na tumaini. Yeah. Kwa maana yake, okay, mwamini sasa hivi ana utukufu wa Mungu. Si ndio? Sababu utukufu
basically ni glory of God or God manifesting in a man. Okay. Je, are we walking in the fullness of God's glory? Not yet. Iko sawa? Okay. Kwa hiyo tunaweza kusemaje? Kwenye Efeso 2 angalia 2:5 na 6 hadi 6. 2:5 hadi 6. Asemaje? Hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Naomba niulize, kilichohuishwa pamoja na Kristo hapa ni mwili? Okay. Yaani tumeokolewa kwa neema. Kwa wokovu ni kuhuishwa pamoja na Kristo, ni new state in my spirit. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo. Okay. Kwa mpaka sasa hivi tunajua tumeketishwa. Hiyo ni past tense, ni kitu deal done. Tumeketishwa. Hiyo ni uhalisia wetu katika roho mpaka sasa hivi. Atakapofunuliwa, tutafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Nitaelezea. Atakapofunuliwa. Kwa angalia, unaona hakuna sehemu Biblia inatumia neno unyakuo inazungumzia kufunuliwa kwa Kristo. Appearance, Kiswahili Kiingereza. So there is appearance of Christ. Ndio maana kwenye Wakorintho wa kwanza 15 Paulo anasemaje? Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni nani? Ni mauti. Itabalishwa lini? In the appearance of Christ. Hiyo mpaka sasa hivi tunaona kufunuliwa, hatuoni unyakuo. Kwa ndio maana nikasema the best language here ni nini? Ni kufunuliwa kwa Kristo, appearance of Christ. Tukisema second coming au the returning is a lie. Sababu he never said goodbye. Najua leo ananipiga mawe hapa. Kuchukua maneno ya malaika aliyesema kama ulipomwona alipoondoka ndipo atakaporudi. Kwanza usiandike notes malaika akiongea. Malaika anaandika notes ukiongea. Hiyo ni shule ya angelology. Kama ujui, tuliza mzuka kwanza. Lakini malaika hawatupi notes. Biblia inasema malaika wanachunguza, wanatazama, wewe wenyewe wanachungulia. Nani anaita? Yeye anaita. Na Petro anaita malaika wenyewe wanatamani kuchungulia ufunuo wa Kristo. Kwa tuachane nao kwanza. Hawana ufunuo. Unajua kwa nini hawana ufunuo? Ndio maana malaika hawezi kuhubiri injili. Wanaweza tu wakamchukua sister X, brother Y, wakutani, waongee, mmoja waokoke. Iko sawa? Iko sawa? Ingekuwa malaika walipo obedient, ingekuwa injili kuhubiri wangepewa malaika, dunia ingefunwa mapema sana. Sasa wao ukitumwa unazingua. Sijala kwanza. Na watu wanakufa kwenye dhambi zao kule. Lazima wakute waende kwa Cornelio, waende kwa Petro, wawalete karibu, waambie, "Haya. Tunaangalia endeleeni." They don't have revelation. So, what? Amazing. Amazing. Tunajifunza huko angelology kidogo. Kwa malaika hawezi kuwa na mafunuo. They don't have revelations. Sawa? Kwa hiyo ukijua hiyo itakusaidia. Ndio maana hata shetani hana mafunuo. Unajua ni angel? Hana mafunuo. Shida sisi ndio tunamempower shetani. Hana mafunuo. Hivi unajua ya kwamba hakujua hata Yesu alikuwa na hivi kama wewe kweli you have full revelation, kila kitu kiko open kwako, iko wazi. Ukitaka kumshughulikia mtu kwenye aliyeko Dar es Salaam, kwa nini upige mji mzima? Kama kweli ulikuwa unaweza kwa support Yesu ni ipi? Ni yupi? Kwa nini wewe watoto wote wenye umri kuanzia hapa mpaka hapa? Ina maana alikuwa anapiga nini? Probability. Sawa eh? Yuko tu experienced kwenye kutembea na hizo probability. Kama Simba Ngurumani anatafuta mtu wa kummeza ambaye anakuja kwenye 18 zake. Lakini nani anakuja kwenye 18 hajui. Ila yuko tu anatengepa manati. Ndio maana wewe niwaambie siri. Do you know kuna vitu ukiacha kwa overshare attacks zinapungua. Ndio hapa nisaidie kidogo japo. Ndio maana kuna vitu ukishare attacks zinaanza immediately baada ya kushare. Ila ikiwa peke yako unajua asitokee. Unajua hiyo?
Mimi as a pastor, wakati naanza kufundisha kweli, unajua tunakuja kanisani pale nini na nini, nilikuwa na posti mapicha na posti welcome brother to our church today. Persecutions zilikuwa heavy. Unajua siku hizi zimepungua Unajua kwa nini? I don't post pictures. Nikipost na post ile group mko wengi, vichwa vinaonekana, macho haeleweki na nani. Na post na lakini tukutana na wewe alafu na kuposti pale welcome to our church na nini, utafuata inbox. Mapepo yataanza kukumonitor. Anasema nateseka na monitoring spirit. You are posting too much. Hata hujaelewa. You are posting too much. Anasema monitoring spirit from our village. No, they are on social media. Kwa hiyo na basically shetani weapon kubwa anayotumia ni watu. Kwani Mungu anatumiaga nini kusaidia watu? Watu. Wewe unafikiri shetani anafanya kazi kupitia nini? Yule mtu ambaye akusalimia siku hizi, kuna mtu alimwambia kitu. Nani amemtuma akamwambia kitu? Kuna watu mtu siku hizi akusalimia vizuri. Alikuwa anakuheshimu, siku hizi hakuheshimu. Somebody amemweka kikao. Amemwambia maneno. Uko tupasi kusalimia mwenzangu. Nini? Tuache hiyo basi. Okay. Kwa hiyo hawana mafunuo. Ninafikiri mwaka huu unaweza nikagusa habari za malaika. Nafikiri. Tukichelewa basi tufanye 2047. Hatuna haraka, tumeokoka. Tunaonekana na unyago. Kwa hiyo tushajiandaa na unyago kwa hata tuongoe malaika hamna shida. Okay. Mbona kuna kufunuliwa kwa Kristo na inatumika future atakapofunuliwa. Tunaheshimu tenses Kama kitu nasema atakapo ni futuristic. Wakolosai 3:4. Wakolosai 3 nasema Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu ndipo na ninyi mtakapofunuliwa pamoja naye katika utukufu. Tuko sawa? Ndipo mtakapofunuliwa pamoja naye katika utukufu. Amazing. Okay. Kuna mstari basi ndio hapa, natamani tusome. Wakorintho wa kwanza 15, alafu tumalizie hapo. Tumshukuru Mungu. Wakorintho wa kwanza. In fact, kabla ya kwenda, nimesoma kitu la kufunuliwa, tafunuliwa pamoja naye, si ndio? Atakapo ni future. Tuanze na Wakorintho. Okay. Wewe tuende kwanza Filemoni. First John 3. Waraka wa kwanza Yohana 3, mstari wa kwanza na wa pili. Angalia arrangement ya maneno Kumbuka sisi ni wana wa Mungu Iko sawa ndio? Wakorintho Waraka wa kwanza Yohana hii jioni sasa uchovu. Wakorintho wa kwanza Waraka wa kwanza Yohana 3, mstari wa kwanza na wa pili. Shindwa kabisa. Nasemaje? Tazameni pendo namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu. Akasemaje? Na ndivyo tulivyo. Deal done. Kwa sababu hii ulimwengu ututambue kwa sababu hawakumtambua yeye. Angalia rendering ya John. Mstari wa tunasemaje? Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu. Imesetwa Angalia, wala haijadhihirika bado. Angalia, it does not yet appear. Kwa appearance ya wana wa Mungu bado, lakini sisi ni wana wa Mungu. Kwa there is a difference kwa mwana wa Mungu na kwa pia wana wa Mungu. Mbona pia zinatumika wale? Haijadhihirika bado, tutakavyokuwa. Lakini twajua atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. When he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Umeelewa kitu hapa? Kwa maana yake, in the appearance of Christ, we shall take the fullness of the sons of God. Tutatembea wana wa Mungu kama yalivyo mwana wa Mungu. Tuko sawa mpaka hapo?
Turudi kwenye Wakorintho nikuonyeshe kitu alafu tumalizie. Wakorintho wa kwanza 15. Unajua hii discussion ya Paulo kwenye hii sura ilikuwa ni habari za ufufuo Watu walitempa na kiama ya wafu. Paulo akaleta discussion kuanzia kwenye nini? Kwenye ufufuo wa Yesu Kristo. Mstari wa 10 na ngapi? 14. Kwa kuna watu walikuwa wanawaambia watu, basically ni watu wenye jamii au tabia za Masadukayo. Masadukayo hawaamini kwenye kiama ya wafu. Wanajua ukifa imetoka. Anasemaje? 14. 15 14. Na tena kama Kristo hakufufuka, kuhubiri kwetu ni bure, imani yetu ni bure. Kwa ufufuo wa Yesu Kristo una futuristic issue, japokuwa pia ina past issue, kwa sababu juu kwenye mstari wa 3 anasemaje? Kwa maana niliotolea ninyi hapo mwanzo niliyopokea mimi mwenyewe, kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, na kama inavyo maandiko, na kwamba alizikwa, na kuwa alifufuka siku ya tatu kama inavyo maandiko. Angalia, alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, lakini akafufuka. Deal done hiyo. Si ndio Kwa ufufuo wa Yesu Kristo ni kwa ajili ya dhambi zetu. Hiyo ni deal done. Lakini una hope in it. There is something accomplished and there is one thing which is a hope kwenye ufufuo wa Yesu Kristo. Kwa hiyo kama Kristo amefufuka, tuna jambo tulilopokea, lakini tuna jambo tutalolipokea. Iko sawa? We have a fulfilled stuff and we have a hope. Somewhere. Yeah. Kwa vyote vile tunavyo. Angalia kwenye mstari wa 14. Anasema na kama Kristo hakufufuka basi kuhubiri kwetu ni bure. Maana yake anasema sasa kama nyinyi mnapinga ufufuko, angalia 15. Lakini kama hakuna kiama ya wafu, Kristo naye hakufufuka. Okay. Kwa ufufuo wa Kristo unatupa hope ya kwamba wote waliokufa katika Bwana watafufuliwa. Ina make sense? Kwa nini? Tumeshamuona Mungu alichokifanya katika Kristo. Kwa tunao ushahidi. Somebody has walked out of hell. Amefufuka, tukamuona, tukamgusa, mitume wakasema, tumeligusa. Neno la uzima limechukua mwili baada ya ufufuo, yuko mtaani. Kuonyesha kwamba if Jesus died and rose, when a believer died, he will also rise from the dead. Iko sawa? Evidence nini? His resurrection. Kwa katika ufufuo wa Yesu Kristo sio hakikisho tu ya kwamba dhambi zetu zimeshughulikiwa. Ni tumaini pia kwamba mwamini anapokufa hapotei milele, atafufuliwa. Na by the way, Kristo alifufuka, tukamwona mwili wa ufufuo. Tuko sawa? Umeelewa mpaka hapo? So there is a hope in resurrection of Jesus. Kwa hiyo sana Yesu Paulo anawaambia hivi, nyinyi mnaosema hamna kiama ya wafu, ina maana hammuamini Mungu. Ya kwamba kama Mungu alimfufua Kristo katika wafu, atashuhudia kutufufua na sisi siku ile. Iko sawa? Iko sawa? Anasemaje? Na kama Kristo, mstari wa 15. Naam, na sisi tumeonekana kwa mashahidi wa nini? Uongo wa Mungu. Kwa maana tulimshuhudia Mungu akuwa alimfufua nani? Kristo ambaye hakumfufua, ikiwa wafu hawafufuliwi. Tumekuwa waongo. Akasemaje? Maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure. Akasemaje? Mngalimo katika dhambi zenu. 18. Na hao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Hakuna tumaini. Anasema na kama katika maisha haya tumemtumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko wote. Tunahangaika nini kuhubiri huko? Wakati kumbe mtu akifa imetoka. Eti jamani, tunarekodi live pale wasikie mahubiri waamini Yesu Kristo. Unanunua na vifaa, unanunua na nini? Unakuja unaweka gari mafuta kwenda kusikiza injili. Si ukiokoka tu kama utakufa ina what for? Kama baada ya maisha haya there is no another life. Kwa nini tunawaambia watu wakoke sasa? Umeelewa maana yake? Kwa unaona essence ya kuhubiri injili ina surpass kufa. Yeah. Kama mimi nikifa inakuwa imetoka, then hamna haja yote ya kuhubiri injili. By the way, hata kuokoka ina maana. Kwa sababu it doesn't rescue anything. Mtu akidanja, amedanja. Iko sawa? Like that's not the truth. Okay. Anasemaje?
Na hao waliolala katika Kristo wamepotea. Na katika maisha haya anasema na sisi ndio tumekuwa tumepata hasara. Tunakuja Bible study, watu kule wananyanyua mikono juu, wanaweka shida chini, wanabanjuka. Sisi tukao tunajifunza Bible study, tuelewe, tufundishe wengine. Why? Kwa nini no compassion na kuhubiri injili? Why? Wakati baada ya mtu kudanja, tukifukia tunasema habari za wewe zimefanya nini? Zimepita. Good news hazipiti. Yohana 10:25 anasemaje? Yesu anasema mimi ndio huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi hata ajapokufa atakuwa anaishi. So there is life beyond death. Anasema lakini sasa angalia maneno haya. Kristo amefufuka katika wafu. Anamwita nini? Limbuko la hao waliolala. Anamwita Yesu nini? First fruit of them that slept. In fact, asemi waliokufa, waliolala. Mafundisho ya limbuko yametajwa tena. Kule tunaitwa malimbuko ya roho, au Yesu Kristo ni limbuko la waliolala. Kwa lugha rahisi, Yesu amekuwa mtangulizi ya waliolala. Ya kwamba yeye alitangulia kulala. In fact, na wengine wameshalala, wengine wakina wale wazee wale. Wakina Ibrahimu, Isaka na Yakobo, na wengine wakina Abili, wote wamelala. Lakini Yesu Kristo amedemonstrate kwamba wote waliokufa katika Bwana watafufuka. And this is an example. Ama life. Because kwa tunapohubiri kwamba Yesu yuko hai, tunahubiri nini? Uhakikisho la kwamba hata mwamini akifa atafufuliwa. Tuko sawa mpaka? Good. That's very important. Mstari wa ngapi tulikuwa? Okay. Anasemaje? Naomba nisome. Naomba niruke 22. Anasemaje? Kwa kuwa katika Adamu wote wanakufa, kadhalika katika Kristo wote watahuishwa. Lakini kila mmoja mahali pake. Limbuko ni Kristo. Limbuko ni nini? Kristo. Limbuko sio hela. Limbuko ni nini? Kristo. Ambaye walio wake Kristo baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Angalia 28, asema hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobatilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu. Umeona? Ambaye amezungumzia mpaka kudili na mauti. Naomba niende chini hapo kidogo nimalizie hapo. Asemaje? Mstari wa 47. Naomba tuanze 45. Naomba ni flow tu. Najua utapata picha fulani Sawa? 40 ngapi? 45. Naomba nisome mpaka 50 na hivi. Nasemaje? Ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuisha. In fact, Adamu wa mwisho hapa nani? Ni Kristo. Okay. Lakini hautambuli ule wa roho, bali ule wa asili. Si ndio Si ndio Natural. Ni kama mwili wetu, si ndio? Baadaye huja ule wa asema mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udongo, mtu wa pili atoka mbinguni. Kumbuka iliyohifadhiwa mbinguni. Na kwa maneno haya kama alivyo yeye udongo ndivyo alivyo walio wa udongo, na kama alivyo yeye wa mbinguni ndivyo alivyo walio wa mbinguni. Hapa anafanya comparison ya Adam na Kristo. In fact, kuzungumzia miili. Anasemaje? Na kama alivyochukua sura yake yule wa udongo, kadhalika atachukua sura yake yule wa mbinguni. Ndugu zangu, nisemao ni haya, ya kuwa anatafsiri kirahisi, nyama na damu haziwezi kuurithi ufalme wa Mungu. Ndio alikuwa anawaambia pale. Huwezi kunyakuliwa kwenye huo mwili. Wala uharibifu kurithi kutokuharibika. Corruption haiwezi kuinherit incorruption. Angalia naambia ninyi siri. Anasemaje? Hatutalala sote, lakini sote tutabadilika. Basically anasema hivi, katika kubadilika huko kuna wengine watakuwa hai wakati wote. Ina maana waliolala watafufuliwa, watabadilika pamoja na walio hai. Sio? Umeelewa mpaka hapo? Yeah. Kwa wengine waliotangulia kufa kwanza watafufuliwa. Alafu hivi natumia sisi na mimi nitakuwa wakati huo. Okay. Wale watakaokuwa yeye mwenyewe ametumia sisi na ameondoka. Watafanya nini? Watabadilika. Kwa state whether umetangulia kufa au ujafa kwenye kudhihirishwa kwa Kristo. Issue ni kwamba
kwa sababu una roho au ulikuwa na roho ulipokufa au na roho wakati unaishi, wote utabadilishwa. Iko sawa mpaka hapo? Sasa ngapi ilikuwa? 52. 52 nasemaje? Kwa dakika moja. In fact dakika moja ni Kiswahili kimelazimisha tu. In a moment. In the moment, kufumba na kufumbua, wakati parapanda ya mwisho, parapanda italia na wafu. Sasa parapanda watu wanasemaga vitu vingi, tuache kwanza. Na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu. Nasemaje? Nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibikao uvae kuto kuharibika, na huu wa kufa uvae kuto kufa. Mortal must put on immortality. Angalia anapotumia maandiko kuvalidate, anasemaje? Basi huu uharibikao utakapovaa kuto kuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kuto kufa, ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Kushindaje? Huu wapi ewe mauti kushinda kwako? Huu wapi ewe mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu ya dhambi ni torati. Lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana Yesu Kristo. Huu ushindi gani? Kubadilishwa kwa miili yetu. Sasa basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mzidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote. Acheni kwa wazawaza, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu si bure katika Bwana. Umegundua sasa? Taabu yetu haiwe bure katika Bwana, kwa sababu we are not doing things that will lose, we will be lost. Sasa kuishia hapo. Kwa hiyo umeona sasa kuna kuto kuharibika. Kumbuka kwenye ndugu yetu Petro nasemaje? Tunao urithi usioharibika uliotunzwa mbinguni. Usioharibika, usio na uchafu, usio nyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yetu. Anasema ile wakati anasema ile bado Luka ya last trumpet. Au kwa vizuri kufanua. Tunaifanua last trumpets nyingine before the last day. Sawa sasa parapanda ya mwisho. Na pia nadhani kuna contradiction kwa it's better if ukiwa unakuja kuelezea parapanda kwa John 1, na ni vyema kujua msingi wake katika John 1:3 waraka kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 3. Mstari wa 3. Nadhani uje na kwenye maelekezo hayo na yeye inakaa maneno. Sawa. Neno kujitakasa. Yeah. Tutachambua vizuri. Sawa. Swali kidogo hivi kwa mfano sasa ukizungumzia kwenye hiyo context yako ya rehani, kwa mfano yule alikuweka nini miaka gani nitakupa sababu nitakuja kulipia hela. Kwa maanisha sasa hivi Roho Mtakatifu tukishafika huko kuharibika anachukuliwa au ni kwamba anaendelea kubaki? Kwa sababu ameweka kama shida ya kutumia rehani sio kama payment. Sasa shida ya mifano ya kufundishia huwa huwezi kuapply kwenye kila kitu. You take just a part of it. Sawa? Ndio shida ya mifano ya kufundishia. Ni ngumu kupata perfect example ambayo ina apply kila kitu. Kwa sio kwamba anachukuliwa. Sawa? Kwa sababu unaungwa milele. Kwa kwenye application haiwezi kuwa valid. Na yeye kwa sababu alikuja kuchukua mihuri yake na pete yake. Yeah. Kwa hiyo kwenye kufundishia mifano ya Agano la Kale ni sana kusema kwa mfano nani Suleiman, Daudi alikuwa ukiona anaandaa ufalme anasema ufalme wa mwanae utakuwa wa milele. Lakini Suleiman alikuwa milele. Baada ya muda aliacha ufalme. Daudi alipokuwa anaambiwa. Kwa hiyo tunaweza kusema kwa sababu Suleiman baada ya muda alipoteza, basi Kristo alipoteza ufalme wake usio wa milele. So hizo inaitwa teaching aid. Teaching aid zinakuwa na limitations. Hatuwezi kusema kila kitu. Sawa ya kwa mara nyingi unachukua vitu ambavyo unataka kuvisema kwenye teaching aid. Kwenye figures. Sawa
Kwa hiyo parapanda tutaeleza. Parapanda Italia para waliokoka watakuwa wamekwisha na kwenda wapi kumlaki Bwana Yesu Mawingu tena. Azia shida. Mawingu ni nini? Ndio hapo tunaanzia. What is mawingu? Do you understand that? Yeah. Angalau umeelewa inheritance hapa ni nini? Yeah. Kwa urithi hapa ni ukombozi wa mwisho ambao ni ukombozi wa miili yetu. Tunao urithi katika Kristo. Na tunaambiwa na Paulo kazi yetu katika Bwana si bure. Hatuwezi kufanya vitu ambavyo vinaishia kwenye makaburi yetu. Tungekuwa saa hizi ule nenepe umfe iishe. Mbona? Lakini mwisho hauko kwenye kufa. Muamini hapotei. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali ana uzima wa milele. Amwaminie yeye ahukumiwe, si amini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Hakuna kupotea. Tunasema tumevuka kutoka mautini tumeingia uzimani. Na uzima huu ni wa muda gani? Wa milele katika Kristo. Naweza kumshukuru Mungu. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Tunashukuru kwa kutupa nafasi nyingine tena ya kucheki maandiko haya na kucheki ubora wa kazi yako. Tunaomba na kupokea kwamba tunapotazama katika ufufuo wa Yesu Kristo tunaona ubora wa kazi yako iliyokamilika. Tunaona ubora wa utendaji wa Roho wako katika tumaini tunalonalo na kudhihirishwa kwa mwana wa Mungu. Katika ulimwengu tunajifunza kutembea katika uhalisia huu. Lakini tunajua atakapodhihirishwa tutafanana pamoja naye. Tunafanana naye katika hali zote kama yalivyo. Asante kwa sababu ya neema hii. Tupe kuendelea kujifunza. Tunaomba na kupokea kwamba tunaendelea kumdhihirisha Kristo katika ulimwengu. Tukienenda kama yeye anavyoenenda. Katika jina la Yesu, kwa sababu kama yeye alivyo ndivyo na sisi tulivyo katika ulimwengu. Tunaomba na kupokea kwamba darasa haya yanaendelea kuwajenga watu wengine wanaosikiliza, wanaotazama na ambao wanahudhuria. Tunakuwa bora zaidi katika utendaji wa Roho ndani yetu katika jina la Yesu. Amen. Umebarikiwa sana sana sana.